Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo mada ni nzito haswa. Nzito sana. Ni swali ambalo limeulizwa kwa miaka mingi. Ukiangalia vyanzo ulivyotupatia, vita vya tatu vya dunia vitaanza lini? Na vyanzo vyako vinasema jibu, yani dalili zake, zimejificha kwenye unabii wa Biblia, hasa vitabu vya Ezekieli na Ufunuo. Kabisa. Lengo letu hapa, na ni muhimu kusema hili, si kutabiri siku wala saa, bali ni kufumua na kuelewa hii mitazamo tofauti. Hebu tufungua kurasa hizi. Ni kweli, na kinachovutia mara moja kwenye vyanzo hivi ni jinsi vinavyotumia historia, yaani historia kama kioo cha kuangalia siku zijazo. Vipi hasa? Vinafananisha mashambulizi matatu ya Babeli ya kale dhidi ya taifa la Yuda na yale matukio ya dunia ya sasa na yajayo. Sawa. Kama vile Yuda ilivyoanguka kwa sababu ya uasi wake, ndivyo kanisa la nyakati za mwisho linavyotazamwa, kwamba litaanguka na kutawaliwa na kile kinachoitwa Babeli Mkuu. Kwa hiyo, ni kama kusema historia inajirudia, au sio? Lakini kwa kiwango kikubwa zaidi. Hasa kwa kiwango cha dunia zima. Na katika muktadha huu, vyanzo vinasema vita vya kwanza na vya pili vya dunia havikuwa matukio ya kisiasa tu. Vilikuwa nini basi? Vinatafsiriwa kama panga mbili za kwanza, kama hukumu dhidi ya mfumo wa kidini uliowafi. Na kama kulikuwa na panga mbili, basi lazima kuwe na ya tatu. Lazima. Na upanga huo wa tatu, kulingana na vyanzo hivi, ni vita vya tatu vya dunia. Sawa, huo msingi unaeleweka. Lakini swali kubwa linabaki, lini? Vyanzo vinatoa mitazamo mikuu miwili, tena inayokinzana, yote ikitoka kwenye kitabu cha Ufunuo. Sahihi. Kabla hatujazama, labda tupeane muktadha kidogo. Hivi mihuri na baragumu ni kama hatua tofauti za matukio ya mwisho au alama za hukumu? Swali zuri sana na ni muhimu. Ndiyo, unaweza kuviona kama hatua au awamu. Ufunuo unapanga matukio katika mfululizo. Kwanza mihuri 7, halafu baragumu 7, kisha mabakuli 7 ya ghadhabu. Na kila set inazidi kuwa mbayo zaidi. Asa, ukali unaongezeka. Sasa mjadala mkubwa, kama ulivyo kwenye vyanzo vyako, ni je, yanatokea kwa mfuatano, moja baada ya jingine, au yanaingiliana? Jibu la swali hili ndilo linaloleta mitazamo hii miwili. Inaeleweka, asante. Basi, hebu tuanze na mtazamo wa kwanza. Huu unaosema vita hivi vipo karibu sana. Karibu mno. Mtazamo huu wa kwanza unasema vita vya tatu vya dunia vitaanza mara tu muhuri wa pili unapofunguliwa. Hii ni mapema sana kwenye ratiba. Na hii inatoka wapi hasa? Ufunuo sura ya 6 aya 3 na 4. Pale mwanakondoo anafungua muhuri wa pili, Biblia inasema farasi mwekundu anatokea na mpanda wake anapewa upanga mkuu. Upanga mkuu. Na mamlaka ya kuondoa amani duniani ili watu wauane. Vyanzo vinatafsiri upanga mkuu huu bila kusita kama vita vya tatu vya dunia. Na matokeo yake sio vita vya kawaida, sivyo? Si vya kawaida tati dogo. Tafsiri hii inaunganisha muhuri huu na unaofuata, wa 3 na wa 4. Matokeo yake ni msururu wa maafa, njaa kali, kisha magonjwa, vifo. Yaani vita, njaa, magonjwa, yote kwa pamoja. Yote kwa pamoja. Vyanzo vinasema yatasababisha vifo vya robo moja ya idadi ya watu duniani. Hebu tusimame hapo kidogo. Robo ya watu duniani. Kwa namba za leo, hao ni watu zaidi ya bilioni 2. Ni idadi isiyofikirika. Na mtazamo huu unasema huo ni mwanzo tu. Huo ndio uzito wa hoja yenyewe. Ni mwanzo tu, na hapa ndipo inapotisha zaidi. Vyanzo vinasema vita hivi vyote na maafa yake sio lengo la mwisho. Ni nini basi? Ni kisingizio, chombo cha kuunda hali ya sintofahamu na hofu duniani kote, ili watu wakubali suluhisho lolote. Na suluhisho lenyewe ni kuibuka kwa kiongozi mmoja, dikteta, anaitwa mnyama, atakayeongoza serikali moja ya dunia. Kumbe machafuko yote haya yanatengeneza jukwaa la kuja kwake. Sasa kuna hili jeshi kubwa la watu milioni 200. Linahusikaje hapa? Hilo ni jambo muhimu sana linalotofautisha mitazamo hii. Katika mtazamo huu wa kwanza,
Jeshi hilo la wapanda farasi milioni 200 halianzishi vita vya tatu vya dunia. Halianzishi? Hapana. Linaonekana mwishoni kama kikosi cha kumalizia kazi. Baada ya vita kumalizika na mng'ama kwanza kuchukua mamlaka, jeshi hili linatumika kusafisha upinzani wote. Hapo umenichanganya kidogo. Jeshi la watu milioni 200. Lakini halipigani vita vya kawaida kati ya mataifa? Sio vita vya kawaida. Linafanya nini hasa basi? Kazi yake, kulingana na vyanzo hivi, si ya kijeshi, bali ni ya kipolisi, lakini kwa kiwango cha dunia. Halipigani na jeshi lingine. Lengo lake? Kuwatafuta na kuwaangamiza raia na makundi yoyote yanayokataa kutii serikali mpya. Ni jeshi la mauaji ya halaiki, sio la vita. Baada ya usafishaji huu, serikali ya mnyama inasimikwa rasmi, ikidhibitiwa na kahaba wa Babeli. Sawa. Picha ya kwanza inatisha na inakuja haraka sana. Vita vinaanza mapema, vinasababisha maafa na vinatumika kama kisingizio. Lakini vyanzo vyako vinasema kuna nadharia nyingine kabisa inayosema vita hivi vikubwa vipo mbali zaidi kwenye ratiba. Tupeane picha ya mtazamo huo wa pili. Sahihi. Mtazamo wa pili unabadilisha mfuatano mzima. Unasema vita vya tatu vya dunia havitaanza na muhuri wa pili. Vitaanza na nini? Ni tukio linalohusishwa na baragumu ya 6. Hii inamaanisha matukio mengi ya kutisha yatatokea kwanza kabla ya vita vikuu kuanza. Na hii inatokana na Ufunuo sura ya 9, si ndio? Inasema nini hasa? Ufunuo 9 aya 14 hadi 16 inaeleza kuwa baragumu ya 6 inapopigwa, kuna sauti inasema, wafungue hao malaika 4 waliofungwa penye mto mkuu Eufrate. Mto Eufrate? Kufunguliwa kwao kunasababisha moja kwa moja kuibuka kwa jeshi lile lile la wapanda farasi milioni 200, na hapa ndipo tofauti kuu ilipo. Ipi hiyo? Katika mtazamo huu, hili jeshi ndilo linaanzisha vita vya tatu vya dunia. Haliji kumalizia, linakuja kuanzisha. Sawa. Na madhara yake ni tofauti pia, au? Tofauti kubwa. Katika mtazamo wa kwanza, vifo vilikuwa robo ya watu. Hapa, jeshi hili peke yake linasababisha vifo vya theluthi moja ya watu waliosalia duniani. Theluthi moja, hilo ni ongezeko kubwa la maafa. Ni tukio moja la ghafla na la maangamizi makubwa zaidi. Na hili la mto Eufrate linavutia. Tunasikia habari za Uturuki, Syria, Iraki kila siku. Vyanzo vinajadili kama huu ni mto halisi au ni ishara. Na huo ndio mjadala mkubwa. Ikiwa mto Eufrate ni halisi, basi chanzo cha vita vya dunia kinaweza kuwa Mashariki ya Kati, eneo ambalo tayari ni pipa la baruti. Inatisha kidogo, si ndio? Inafanya unabii uhisi kama unaweza kuwa kichwa cha habari cha kesho. Inatisha sana, lakini wengine wanasema ni ishara kwamba katika Ufunuo 16 mto huu unakauka kuandaa njia kwa wafalme wa Mashariki. Kama ni ishara, unaweza kuwakilisha kuanguka kwa ulinzi wa Babeli mkuu, kama matatizo yanayoidhoofisha dunia na kuiandaa kwa pigo kubwa zaidi. Kwa hiyo mfuatano unakuwaje? Mfuatano ni hivi. Kwanza, dunia inapitia machafuko ya kikanda, uhaba wa chakula, magonjwa. Yale ya mihuri. Haya yanaleta hofu. Kisha wakati dunia ikiwa imechoka, baragumu ya 6 inalia. Na hapo ndipo vita vikuu vinaanza. Hapo ndipo vita vya tatu vya dunia vinapoanza, theluthi ya watu wanakufa, na katika lile ombwe la mamlaka, mnyama anaingia. Inaeleweka. Ni kama kupigwa ngumi ndogo ndogo kukuandaa kwa ngumi moja ya mtoano. Vizuri. Vyanzo vinataja pia uwezekano wa tatu, ingawa kwa ufupi. Ndiyo, ni mtazamo unaojaribu kuvipatanisha hivi viwili. Unasema labda mihuri na baragumu si mfuatano. Bali ni nini? Ni kama kamera mbili zinazoangalia tukio moja kubwa kutoka pembe tofauti. Kwa hiyo, upanga mkuu wa muhuri wa pili na lile jeshi la milioni 200 la baragumu ya 6 ni kitu kimoja. Hiyo ndiyo hoja yake, kwamba ni maelezo mawili ya kitu kile kile, vita vya tatu vya dunia. Lakini, na hili ni muhimu sana. Nini hicho? Mwandishi wa vyanzo hivi anasema wazi wazi kwamba yeye binafsi haungi mkono mtazamo huu wa tatu. Anauona una matatizo.
Kumbe anaukataa. Anauweka tu kama uwezekano, lakini anaukataa. Kwa hiyo mjadala mkuu unabaki kati ya mitazamo miwili ya kwanza. Sawa, hiyo ni kauli muhimu. Basi, ingawa zinatofautiana sana kuhusu muda, kuna jambo lolote ambalo zote zinakubaliana nalo? Ndiyo, na hili ndilo jambo la msingi zaidi. Bila kujali vita vitaanza lini, vyanzo vyote vinakubaliana kwenye hitimisho moja kuu: vita vikuu na vya maangamizi vinakuja. Na vita hivi vitakuwa kichocheo cha nini? Kichocheo cha mabadiliko ya kimsingi. Ni chombo kitakachotumika kuleta mfumo mmoja wa serikali ya dunia. Kutoka kwenye majivu ya vita hivi. Hasa, vita vitasababisha hofu kiasi kwamba mataifa yatakubali kusalimisha mamlaka yao kwa chombo kimoja cha kimataifa ili kuleta amani. Na ombwe la mamlaka litajazwa na nani? Litajazwa na mfumo mmoja wa kidini na kisiasa unaoitwa kahaba wa Babeli, anayetawala serikali ya mnyama. Na mara tu mamlaka hayo yanapochukua madaraka, vita vinaisha. Vita kati ya mataifa vitaisha, ndiyo. Kutakuwa na aina fulani ya amani ya uongo, amani inayotokana na udhibiti kamili. Lakini ni amani ya udanganyifu Kabisa. Kwa sababu mara serikali hii itakapokuwa imara, lengo lake kuu litabadilika. Adui hatakuwa taifa lingine, adui atakuwa ni yeyote anayekataa kuabudu mfumo huo. Vita vya kimataifa vitageuka kuwa Vita dhidi ya waumini, wale wanaoitwa watu wa Mungu, kwa kipindi maalum cha miezi 42 au siku 1260. Kwa hiyo, kwa vyovyote vile, vita ni lango la kutoka kwenye ulimwengu tunaoujua na kuingia kwenye kipindi cha mateso makubwa. Hiyo ndio picha inayojitokeza kwa uwazi. Kwa hiyo sasa una mitazamo mikuu miwili. Swali la msingi linabaki: je, vita vya tatu vya dunia ni tukio la kwanza linaloanzisha majanga kama muhuri wa pili unavyosema? Au ni kilele cha majanga madogo madogo kinachotokea baadaye sana kama baragumu ya sita inavyopendekeza? Mfuatano wa matukio haya hubadilisha kabisa jinsi unabii unavyoeleweka na jinsi ulimwengu unavyopaswa kujiandaa. Na hili linatuacha na wazo la mwisho la kukutafakarisha, wazo linalofunga kila kitu. Vyanzo vinataja kundi maalumu, mashahidi wawili au 184,000 ambao wanatiwa muhuri wa ulinzi kabla ya uharibifu mkubwa zaidi. Sasa, hebu fikiria hili. Ikiwa mtazamo wa kwanza ni sahihi na vita vitaanza na muhuri wa pili, yaani mapema, basi kundi hili litatiwa muhuri baada ya vita kuanza, katikati ya machafuko. Watatokea katikati ya moto. Lakini ikiwa mtazamo wa pili ndiyo sahihi na vita vitaanza baadaye na baragumu ya sita, basi watatiwa muhuri kabla ya vita hivyo vikuu. Swali la kujiuliza ni hili: je, ni wakati gani kundi hili la walinzi litaandaliwa? Katikati ya moto au kabla ya moto kuwaka? Na jibu la swali hilo linamaanisha nini kuhusu ukaribu halisi wa matukio haya ya kutisha?